Karibu katika episode ya pili ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya kwanza, ni mara baada ya kuweza kumshuhudia Mwamba Men-Q akiwa ameguswa na bidada mkono wake na hakuna madhara yoyote aliyoweza kujitokeza. Mwamba anajua kwamba bidada ni robot, lakini bidada anajitambua kwamba yeye ni binadamu wa kawaida. Na katika maelekezo yote ambayo bidada alikuwa amepewa namna ya kuishi na huyu jamaa, alielekezwa anapaswa kuwa ishi kama roboti, lakini hakupewa maelekezo kana kwamba hapaswi kabisa kugusana na huyu mtu. Baadaye nyakati za usiku, Dr. Han alikuwa amemuita bidada na kumwambia kwamba wewe ni mpumbavu sana. Kwa nini unamfokea bosi wako? Afu kwa nini unaonyesha silika ya kibinadamu? Kuna wakati mwingine unaonyesha hata mazingira fulani kana kwamba wewe ni binadamu, unakosea sana. Lakini bidada Jia akimtazama Mwamba namna ambavyo anafoka, akawa anakumbuka kipindi kile wako katika mahusiano, Mwamba alikuwa anafoka hivi. Kwa hakuna jambo jipya lolote liliweza kutokea. Zaidi ni kwamba bidada alikuwa ameweza kuondoka. Wakati huo kuna kifaa ambacho alikuwa amekiagiza, kwa bahati mbaya kimetumwa kuelekea Afrika. Hivyo wakawa wameombwa samahani sana na kuambiwa kwamba ndani ya wiki moja hicho kifaa kitakuwa kimeweza kurejea. Ikabidi hawa kuanza kujiuliza ni kwa namna gani watakwenda kumrudisha bidada ambaye wamekwisha kumfokea ili aweze kuendelea kule na majukumu yake katika nyumba ya Mwamba Men-Q. Na wakati huu Mwamba Men-Q akawa anapiga simu na kusema kwamba mbona roboti wangu hamumrejeshi? Lakini hawa wakawa wamesema kwamba tuko tunahangaikia kumchaji huyu roboti kwa sababu yeye anatumia muda mrefu kidogo kuweza kumchaji. Hasa huku nyumbani bidada Jiha ana kakake mmoja anafahamika kama Jin Bei, anamlaumu kwa kumwambia kwamba anawekeza muda wake kufanya mambo ambayo hata hayana umuhimu. Bidada amezichoka lawama ambazo kila wakati anatupiwa na huyu kakake. Siku ya leo akaamua kubeba mabegi na moja kwa moja akaanza kuondoka nyumbani, lakini akiwa njiani ndo akakumbuka kwamba hana sehemu ya kuelekea. Na akiwa amejituliza anasikilizia katika maeneo fulani vya mgawani, ghafla tu akawa amepokea simu kutokea kwa Profesa Han akimwambia kwamba naomba ukafanye kazi tena kama roboti katika ile nyumba kwa wakati mwingine tena, na kuomba ni kwa siku kadhaa tu. Na bidada bila iana yoyote akawa amekubali kuelekea katika nyumba ya Mwamba Men-Q kwenda kufanya kazi. Mwamba Profesa alifurahi kweli, akamchukua bidada akiwa ameambatana na msafara mzima wa wataalamu kutokea katika ile maabara yake. Na walipofika tu kwa mtaalamu Men-Q, hapa tu bidada tumbo lake likaanza kuunguruma. Tumbo lake linamsumbua kweli, anatamani kuelekea toilet, lakini ataombaje ruksa ikiwa yeye ni roboti? Mwamba akasikia kana kwamba tumbo la bidada lilikuwa linaunguruma. Ikabidi kuuliza ni nini hicho. Bidada akasema kwamba ni mifumo ya nyaya yanajiweka sawa. Okay, sawa, lakini mbona kuna harufu fulani inaisikia? Bidada roboti akasema kwamba ameweza kuhisi kwamba boxer ya Mwamba ndio inayotoa harufu. Jamaa ikabidi kwa aibu hivyo aelekee chumbani kwenda kubadilisha boxer yake, lakini bidada akatumia kama hiyo nafasi kuelekea katika choo cha public na huko akaenda kumaliza mambo yake. Hasa Mwamba Men-Q ametoka kubadilisha boxer, haelewi kabisa bidada yuko wapi. Ikabidi kwanza kusikia kidogo kuna miungurumo inatokea huko bafuni. Alipokwenda kuchungulia akashangaa kuona kwamba bidada alikuwa anapulizia perfume katika maeneo fani vya sinki. Hasa Mwamba Men-Q akabaki anashangaa na kusema kwamba hivi kampuni ina maana liliniongopea. Walisema kwamba roboti hataki kabisa kugusa maji, lakini bidada akasema kwamba wameni-update siku ya jana nilipokuwa nimeelekea kule ofisini, mimi na uwezo wa kushika hadi maji. Lakini Mwamba Men-Q wakati anataka kutoka hapa eneo hili akagundua kwamba bidada alikuwa anatoka jasho. Akauliza, ina maana roboti hili linatoka na jasho pia? Hasa ule wakati Mwamba anazidi kumsogelea bidada ili kuhakikisha kwamba kweli anatoka na jasho, akajikuta amekanyaga kipande cha sabuni na akawa anaanguka. Lakini bidada akawa anaiwai ile perfume yake ya gharama isiweze kutoa ardhini. Mwisho wa siku akawa anamwangukia Mwamba. Jamaa anawaza kabisa kwamba anakwenda kuangukiwa na vyuma vizito, lakini akajikuta kwamba bidada amemwangukia, ila bidada yuko soft tu, yani anabonya tu. Basi bana Mwamba Men-Q akaanza kumfundisha bidada namna gani ya kuweza kumsaidia pindi anapoingia katika hatari mfano ya moto. Mara pia Mwamba akawa anaenda anavaa vinyago vyenye sura ya paka ili angalie kwamba bidada je anaweza kumtambua au la. Lakini bidada akawa anamgundua na kuona kwamba Mwamba anafanya mambo ya kitoto hivi. Mwisho kabisa Mwamba Men-Q akasema kwamba kama wakati mwingine ukiona kwamba hali yangu imebadilika, labda nimegusana na mtu ambaye ni mgeni, basi moja kwa moja nenda kachukue pale sindano katika lile eneo na unipige sindano hiyo. Sawa bidada? Kisha akawa amemshika eneo la kichwani. Bwana sasa siku moja bidada Jia alikuwa akifanya usafi katika nyumba hii. Kwa bahati mbaya alikwenda kupangua kadi ambazo zilikuwa zimepangwa na jamaa kwa kipindi cha miaka 15, yani alikuwa anapanga hizi kadi. Kwa bahati mbaya bidada alipoweza kuziangusha, Mwamba alipiga sana kelele. Bidada alipogundua kuwa ameweza kumgusa Mwamba mahali ambapo hapastahili kumgusa, ikabidi kuigiza kana kwamba eti betri limeisha na ameweza kukata moto. Haraka sana Mwamba akampigia Dr. Han na kumwambia kwamba hili roboti mbona ni kama alinielewi na linaletea matatizo tu. Basi Profesa Han akaahidi kwamba siku ya kesho atakwenda kuingiza data ambazo zitakwenda kuweza kugundua kwamba Mwamba akiwa na hasira, je, roboti huyo afanyeje ili kuweza kumtuliza jamaa. Lakini Dr. Han akaongezea kwamba kama huyu roboti ni kimseti katika modi itakayomsababisha awe kikazi zaidi, basi utakuja kumchukia kwa sababu atakuwa anakutumikia kama sekretari wako na sio rafiki kabisa. Hii kitu ilikuwa imemshawishi kidogo Mwamba Men-Q na kusema kwamba bora bakie hivyo. Mwamba akaamini kwamba huyu roboti atakwenda kubadilika taratibu tu, ni swala la muda. Mwisho wa siku akaanza kumsababisha huyu roboti aanze kumzoea taratibu. Lakini siku ya leo kuna mgeni mmoja alikuwa kigonga hodi. Sasa huyu mgeni anayefahamika kama Jin Bei ni kaka yake na bidada Jia. Sasa siku ya leo alikuja kukutana na Men-Q kwa sababu Men-Q ndio bosi wake. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Jin Bei ni secretary wa Mwamba Men-Q. Na wakati bidada anapeleka chai akaja kushtukia kuwa kaka yake ndio aliweza kufika katika eneo
hili, ikabidi kuanza kuzugazuga na mwisho wa siku akampelekea chai kimgongo mgongo. Sasa Jinbei kugundua kwamba bidada nywele zake zimekaa upande wa mbele wa sura, akashtuka sana, lakini wakati huo tunaonyeshwa kuna ndege moja inaingia nchini Korea, na siku ya leo kuna bidada mmoja mashauzi kweli kweli aliamua kumshtukiza Mwamba kwa kuweza kumtembelea siku ya leo. Mwamba aligundua kwamba katika geti kuna mgeni, lakini huyu mgeni alipoweza kumuona tu sura yake alijikuta anaanza kutabasamu, na bidada akauliza, "Je, kuna mgeni?" Mwamba akasema kwamba huyu ndio mpenzi wangu wa kwanza. Akamwambia bidada Jia kwamba usijioneshe na asikuone kabisa, sawa, tulia ndani huko. Bidada anafahamika kama Lia, akasema kwamba babangu nimeweza kuongea naye na amekubali mimi kuolewa na wewe. Huyu bidada Lia kosa alilokuwa ameweza kulifanya ni kuweza kumgusa Mwamba katika eneo lake la bega, kitu ambacho kasababisha Mwamba hali yake iweze kubadilika pale pale. Na bahati mbaya ni kuwa Mwamba hakumweka wazi bidada juu ya hali yake kwamba yeye hapaswi kabisa kuguswa. Hali yake kwa sababu ni mbaya, akaigiza kana kwamba kulikuwa kuna dharura fulani hivi anatakiwa kuingia ndani mara moja. Alipokuwa anakimbia, kumbe hali yake ilikuwa ni mbaya na anajikongoja kuelekea katika sehemu ambapo anahifadhi dawa zake. Lakini Mwamba alikuwa ni dhaifu zaidi, hali yake ikazidi kuwa mbaya. Akawa anajikongoja kuelekea katika sehemu ambapo anahifadhi sindano. Lakini bahati ile mbaya akakosa pumzi kabisa, akashindwa kuweza kuichukua ile sindano. Bidada alipoweza kufika eneo lile na kumkuta Mwamba yuko katika hali mbaya, akawa elewi nini afanye kwa wakati huo. Kumbukumbu zinatuonesha miaka mingi sana Mwamba alipokuwa mdogo. Kipindi hicho Menkyu hakuwa na hii hali ya ugonjwa na alikuwa anapenda sana kucheza mchezo wa basketball na alikuwa akiweza kushirikiana na marafiki zake kama wote. Kifupi dogo alikuwa ni mtoto wa kipekee na kipenzi cha wazazi wake. Walikuwa wakimfundisha kucheza baadhi ya michezo na wakati fulani mzee wake alikuwa ni mtaalamu sana wa mchezo wa karata. Siku za birthday Mwamba alikuwa anaalika marafiki zake wote na walikuwa wanaenda kusherehekea kwa pamoja. Lakini siku hiyo wakati wanarejea nyumbani, kwa bahati mbaya sana lile baluni la birthday liliweza kuziba baba yake akiwa anaendesha gari, ikasababisha ajali moja mbaya sana. Na kwa bahati mbaya sana baba yake na mama yake waliweza kupoteza maisha katika ajali ile mbaya. Na dogo Menkyu akiwa yuko hospitalini alikuja rafiki wa baba yake na kusema kwamba yeye anataka kusimamia katika mali zake zote. Na kwa bahati mbaya sana yule mtu alikuwa anataka kusimamia mali hizi ili aweze kumdhulumu dogo, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba katika koti la dogo kulikuwa kuna ujumbe umeweza kuachwa. Ujumbe huu ulikuwa umeandika kuwa usije ukasaini dokumenti zozote zile zinazohusu kwa wewe kuweza kumkabidhi mtu mali zako. Siku moja dogo akiwa mpweke amekaa peke yake, alikuja rafiki yake mmoja anafahamika kama Yu Cheo na kusema kwamba babangu yuko tayari kuishi na wewe, kwa hiyo amenituma nilete dokumenti ambazo utakwenda kuzisaini na baada ya kuzisaini utakuwa ni mtoto ambaye unaishi pamoja na sisi. Kile dogo alipokuwa akiutazama mkono wa huyu rafiki yake anayefahamika kama Yu Cheo alikuja kugundua kwamba ni kama ulikuwa mkono wa shetani hivi, na ulipoweza kumgusa ghafla toka shangaa kuona kwamba mwili wake ulianza kutoka malengelenge. Lakini mzee baba alipokuwa akizikagua zile dokumenti ambazo dogo alikuwa ameweza kuzisaini alishangaa kuona kwamba dogo alikuwa ameandika son of the beach, yani mtoto wa malaya wewe. Basi baada ya hapo dogo akawa amerudi katika nyumba yao na moja kwa moja bana hakuwa anamwamini mtu yoyote yule. Na kutokea wakati huo dogo akiwa ni mdogo mpaka kufikia umri huu hakuna mtu anayejua kwamba Mwamba ana allergy isipokuwa madaktari wake wawili, yani yule Professor Han pamoja na huyu Dr. O. Basi Mwamba ndio anapata fahamu zake, lakini anakuja kugundua kwamba bidada Jia yuko mbele yake. Na Mwamba akaanza kumweleza bidada kuwa ameweza kuota ndoto kana kwamba kuna watu waovu wameweza kumdunga na kisu katika eneo lake la mgongo. Alipoweza kuitazama ile saa yake akagundua kwamba mwili wake umesharejea katika hali yake ya kawaida. Akawa amemshika bidada na kumwambia kwamba asante sana kwa kuweza kunisaidia. Na bidada siku hiyo aliamua kumfariji sana Mwamba kwa kuweza kumpikia chakula kizuri. Kwa sababu bidada aliweza kumfurahisha Mwamba siku hiyo kwa kuandaa chakula kitamu sana. Alikuwa amemwahidi bidada kwamba nitakuja kukupeleka katika maeneo ambayo nyota zinaonekana kwa ukaribu zaidi, naamini kwamba utakwenda kulifurahia. Basi akawa anamuonesha lile eneo katika screen. Bidada akasema kwamba ni eneo zuri sana. Lakini bidada akakumbuka kwamba katika wakati huo huenda atakuwa ni ule RG3 kwa sababu siku hizo atakuwa ameshakamilika kutengenezeka. Kwa akapata huzuni kwa sababu sio yeye ambaye atakwenda kutembelea lile eneo. Baada ya siku mbili alikuja yule bidada anayefahamika kama Lia, lakini siku ya leo Mwamba akaamua kumkabidhi cheni fulani hivi ambayo mama yake alikuwa anaivaa, akawa amemkabidhi. Bidada akasema kwamba je, ni kwamba unamaanisha utakwenda kunioa? Hasa jamaa anapata kigugumizi kuweza kumjibu bidada kwa sababu kila akikumbuka juu ya hali yake anawaza je, nimueleze au nisimweleze. Lakini bidada Lia alipogundua kwamba Mwamba ni kama vile ana kigugumizi kuweza kulijibu swali lile, akahisi kwamba jamaa huenda amemkataa. Basi moja kwa moja akamwambia kwamba naomba nipatie mkono wako ili tukubaliane kuwa marafiki. Na Mwamba moja kwa moja akabidi kumshika bidada mkono na ghafla tu ile hali yake ikaendelea kujirudi. Jamaa akazidi kupitia hali ngumu tena. Bidada alikuwa akishuhudia tukio hili kwa mbali. Na wakati huo bidada ameweza kuondoka, basi akawa anajifikiria aweze kutumia sindano hii au asiweze kutumia. Lakini akawa amechoka sana na kuona kwamba kama nampoteza msichana ambaye nampenda basi hakuna maana hata ya kutumia sindano hii. Akawa anataka kuitupa mbali. Lakini kwa kuwa mvua ilikuwa inanyesha taratibu, moja kwa moja bidada akaja na mwamvuli fulani ambao ukiuminia mwamvuli basi unabadilisha rangi na kuonesha hali ya mawingu. Alipokuwa amemsogezea Mwamba kwa ujirani, Mwamba akajikuta kwamba hali yake inaanza kujirudi kwa kawaida pasipo hata kupigwa ile sindano. Mwamba alifurahi sana kuona kwamba kumbe ana uwezo wa kupona pasipo hata kupiga ile sindano ambayo anajipiga kila wakati. Lakini kwa wakati huo akiwa anaondoka na bidada, ghafla tu akaweza kujigonga kwa Mwamba ambaye alikuwa anafanya usafi katika maeneo haya. Kitu ikawa inamfurahisha sana, ikabidi moja kwa moja aanze sasa kuangalia kwamba kumbe nina uwezo wa mimi kuweza kukutana na watu pasipo hata kuzulika sasa hivi. Lakini pia akawa ameelekea katika maeneo ya masoko na
na kukutana na watu mbalimbali ambao walikuwa wakiweza kumgusa, lakini hakuna kitu kibaya kilichoweza kuwa kinamtokea. Mwamba akabaki anashangaa, mbona ni kama vile nimekwisha kupona? Je, unadhani Mwamba badiliko ile maisha alipata la moja kwa moja au imekuaje kwaje? Tukutane katika episode ya 3 itakwenda kutupa majibu kamili. Kumbuka kwamba episode ya 3 ni hiyo hapo juu ambayo inaweza kujitokeza. Hiyo iguse moja kwa moja na kupeleka moja kwa moja kwenda kuitazama episode ya 3. Asanteni sana kwa wote ambao mnazidi kunipenda. Asanteni wote ambao mmekwisha gusa alama ya kusubscribe na alama ya kulike kila mnapoitazama episode hii.